tutakwenda Korogwe. Baada ya hapo tutakwenda kwenye ziara wilaya zingine ambazo tumeshapanga, lakini siku tunapokuja huku eneo la Manyara tutakwenda mpaka mpakani, na tutakapokwenda mpaka mpakani tutamwambia mkuu wa wilaya pamoja na mheshimiwa mbunge ili uwakilishi utoke pia huko Kilindi, aidha kuanzia huku wazee wanaojua mambo hayo au wananchi walioko eneo la pale, ili tuweze kuja na uamuzi ambao utatakiwa uheshimiwe na pande zote. Tutafanya hilo. Na mimi niwaambieni kama alivyosema Daktari Bashiru pamoja na Waziri wa Kilimo Mheshimiwa Daniel Chongolo, hili jambo la wakulima na wafugaji kwenye nchi yetu, moja, lazima tutambue hatuwezi kutenganisha jamii hizi. Yaani kwenye nchi yetu, kwenye baadhi ya maeneo wanaolima ndio wafugaji, na kwenye baadhi ya maeneo wanaofuga ndio wanaolima. Wanaolima ndio wafugaji, na kuna baadhi wanaofuga ndio wanaolima. Kwa wala tusiruhusu kufikishwa mahali pa kuona kwamba wafugaji na wakulima sio ndugu. Hilo litakuwa baya kwenye taifa letu. Huo utakuwa ufa mbaya. Tukifika hatua kila mkulima akimuona mfugaji aone ameona adui yake, hatutakuwa na taifa. Tukifika hatua kila mfugaji akimuona mkulima aone ameona adui yake, hatutakuwa na taifa. Sasa ninyi watu wa ukanda huu, sehemu ya watu wa Morogoro, sehemu ya watu wa Tanga, sehemu ya watu wa Dodoma, sehemu ya watu wa Manyara, mnataka kutupeleka kwenye mfano mbaya huo wa kuona hizi jamii ni maadui. Miaka yote tumekaa, niliwaambia na pale Tanga, pale Handeni jana, nikasema miaka yote tumekaa, hizi jamii zinakaa pamoja. Hata hapa kwenye mkutano hapa hamna wafugaji hapa. Hapa tulipokaa hamna wakulima hapa. Mtaweza kuishi nyie mkiwa maadui nyie? Eti mtaishi? Sasa kuna watu wanafanya makosa kwa kudhamiria, wanafanya makosa kwa kiburi. Wapo wanaofanya makosa kwa kiburi, wanavunja sheria kwa makusudi. Hili jambo tuambieni moja kwa moja, halikubaliki. Mimi nimezaliwa jamii ya kifugaji, na kwenye jamii ile ni jamii ya wakulima. Mimi mwenyewe nimechunga mpaka niko chuo kikuu, nimechunga. Nazijua tabia zote hizi. Ilikuwa inatokea mifugo inamteleza mtu, inaenda kwenye shamba la mtu. Ilikuwa inatokea. Lakini ilikuwa ikitokea hata polisi hatufikishani. Yaani wewe mwenye mifugo ikikuteleza ikaenda kwenye shamba la mtu na unamjua mwenye shamba, unapeleka taarifa kwamba watoto wakati wanachunga inaonekana mifugo imeenda kwenye shamba lako, twende tukaone. Yaani unamwarifu mwenye shamba. Mnachukua na wazee wawili watatu hivi ili mkaone wote. Halafu mnakaa na wazee hao mnafidiana. Sasa wewe una mifugo ndio chakula chako, mwenzako chakula chake ni shamba. Ninyi huko hamjawahi kufanya hivyo? Sasa hii tabia ambayo imekuja, mtu anaenda kwa kiburi tu anachunga kwenye shamba la mtu, hii haikubaliki. Hiyo haikubaliki na ni kinyume cha sheria. Sasa ninaposema hapa, na Mheshimiwa Waziri wa Mifugo ametahadharisha na Mheshimiwa Waziri wa Kilimo ametahadharisha, wala tusichukue sheria mkononi. Mimi niwahakikishie serikali itachukua hatua kali kwa yeyote anayefanya mambo haya ya kuvunja sheria kwa makusudi. Na bahati nzuri mimi nilishakuwa waziri wa mambo ya ndani na yajua haya. Nilishakuwa waziri wa Kilimo, Mifugo na Uvuvi na yajua haya. Nilienda siku moja Morogoro pale, nikakuta mtu mmoja hivi na yeye kaingia kiburi hicho, kaenda kwenye shamba la mtu kama hilo hapo, kaachia mifugo yake. Kafika mwenye shamba anapiga yowe, kampiga mkuki, kaingilia mdomoni ukatokea huko. Nikawaambia RPC
kamanda wa polisi wa mkoa, nikamwambia nenda kwenye kijiji hicho, kamata wote, uache akina mama wajawazito tu, mpaka wajue serikali ipo. Kakomesha hiyo tabia. Sasa nawaambieni, wala msichukue sheria mkononi. Sheria ziko wazi. Na wala msibaguane. Kwa mujibu wa katiba yetu, mtu yeyote anaruhusiwa kwenda kuishi mahali popote Tanzania, ambaye yeye ni Mtanzania, maadamu afuate sheria tu, afuate taratibu. Si mnaijua hiyo? Si hata ninyi hapa mlioko hapa kuna watu wametokea nje ya hapa, lakini wamekuja kwa kufuata. Wala tusibaguane, lakini lazima tufuate taratibu. Lakini la pili, lazima tuheshimu sheria zinasemaje. Sasa tutafika kwenye eneo la mpaka, na nitatuma watu wataanza kufanyia kazi. Wenye kiburi tutawajua tu, na sisi kama serikali tupo kwa ajili ya kutia adabu watu wasioheshimu sheria za nchi, wanaofanya kiburi. Hayo tutayazingatia na tutachukua hatua. Wala msichukue sheria mkononi. Serikali itaendelea kulinda, kuhakikishia usalama wananchi wake. Niliona nilikazie hili, lakini kwenye eneo lile la mgogoro, mawaziri wataanzia kazi kesho tu tarehe 16. Eneo hili hapa la Kilindi na Kiteto na maeneo mengine ambayo tuna mzozo. Hayo yote Mheshimiwa Rais ameelekeza yafanyiwe kazi na yapate ufumbuzi wa kudumu. Na sisi tutafanya hiyo kazi, na kwenye eneo hili la Kilindi na Kiteto tutaenda mpaka kwenye eneo ambalo lina mzozo. La pili, mmeongelea swala la barabara. Majawabu yametolewa vizuri. Mheshimiwa Naibu Waziri wa Ujenzi ameshatoa, na mimi nikoleze maelekezo. Mheshimiwa Naibu Waziri, natambua kuna wakandarasi wawili ambao wako site. Anayetokea Handeni kuja mpaka pale katikati Mafleta, na anayetokea Mafleta mpaka kuja pale Kereguru, kilomita zinakuwa 50. Zinasalia kilomita 63. Sasa ndugu zangu wana Kilindi, kwenye mpango wa serikali tumepanga mambo mawili. Jambo la kwanza, tumalizie miradi ambayo imeshaanza. Kama hiyo hapo nimeona vipisipisi hivi, sehemu imejengwa, sehemu imeachwa. Tunataka tuweke kipaumbele, tumalize yale ambayo kazi imeendelea, ili pale tujue tumemaliza.